Attention! Attention! Please be silent. Good morning to you all. Good morning. How are you? Fine. Okay. I would like to welcome Teacher Tarimo for a short announcement before you go to your classrooms this time. Okay, thank you. Good morning, school. Good morning. How are you? Fine. Yeah. I've got one announcement to make this morning. And it's about discipline. When I say discipline, I know every dad knows the meaning of that. You have been brought here by your parents in order to study. You have to study hard, you have to follow the school rules, you have to observe good discipline so that you make your future to be better. You make your future to be good. We are not expecting you to engage in discipline matters. Please follow the school rules, follow the instructions which you are given by your teachers, by your prefects, and everybody who is a senior to you, so that you can be able to study and perform well for making your future good. I have a good example to make. I have a good example to tell you that you can follow. A person who has good discipline, a person who is a model role to you. It is Daniel. Please make sure that you follow what has been announced. You may now dismiss and go to your classrooms. Thank you. Sasa mbona unalia? Najisikia vibaya sana. Kichwa kinaniuma. Na sijui kama uko na sensitivity. Lakini mbona unaumwa sana? Tatizo ni nini? Basi kwa sababu saa hizi ni kipindi cha Kiswahili. Unaonaje ukienda nyumbani kwenda kupumzika? Afu mimi kesho nitakuletea notes nyumbani. Sawa. Nashukuru sana Susan. Kwa sababu hata mimi mwenyewe nilikuwa nahitaji kuondoka. Sema nilikuwa najiuliza kuhusu hizo, nianze kufuatilia process za kutafuta kibali niweze kuondoka. Lakini mimi sipendi wewe. Kwa nini unalia? Afu kila mtu ajue kama una matatizo kweli. Kila mtu ajue wewe unalia. Umekaa sembo kweli unalia, teacher anaongea wewe unalia. Nimekuelewa. Acha tunaongee. Monitor kama jina utaniambia. Sikiliza. Kwa sababu pale sasa hivi mlinzi yuko standby anaangalia watu wanaotoroka. Kwa hiyo cha msingi ukiondoka, hakikisha unapita kwa nyuma asikuone. Maana akikuona tena utatafuta matatizo mengine. Pita hivi, kimbia kwa hivi. Alafu mimi nitakuja na begi lako nyumbani, sawa? Siliko pale kwenye kwenye kiti chako. Kimbia. Pita kwa nyuma, hakikisha mlinzi akuone. Esther.
Mimi naenda kazini. Naomba mkae sana. Sawa. Tena. Be? Hii ndo ajira yangu na wewe ndo bosi wangu. Unamaanisha nini kuongea? Pole dada, mimi nimeshachoka. Nimejitahidi kufanya interview mbalimbali na interview ya jana ni ya 20. Kila ninapofanya interview matokeo yanakuwa sio mazuri. Na ninapofanya interview nakuwa nimefanya vizuri sana. Unajua kitu kufanya vizuri wewe mwenyewe unajijua. Lakini matokeo yake yanakuwa yananivunja nguvu. Sasa hii kitu ambacho ninachokiona nimeona tu bora niendelee kukaa hapa, niendelee kufanyia kazi zako na kuniuliza basi. Masuala ya kazi mimi sitafute tena kazi wala sifanyi tena interview, nishachoka. Fina mdogo wangu. Hilo ndio tatizo lilokuwa nalo. Unakata tamaa mapema sana. Ajira ni changamoto mdogo wangu. Inabidi ukae uwe mvumilivu. Kaa chini uwaze ndoto gani muhimu. Alafu uichanganue. Upate wazo lolote lile la biashara. Alafu nijue ni jinsi gani cha kukusaidia. Sasa kwa nini unazungumza maneno mengi hivyo? Tajitahidi kufuata ushauri wako. Lakini siwezi kufuata ushauri bila kufanya utafiti. Sasa lazima nifanye utafiti kile kitu ambacho ninachoenda kukifanya. Nitakuwa niko tayari nitakujulisha. Sawa. Sawa. Tunamjema sasa. Usikate tamaa mapema. Inabidi umwachie Mungu mambo yote. Yeye ndo anajua jinsi gani kazi inakuja. Usihangaike. Utapata kazi tu ndio. Sawa? Tunaona baadaye. Nakutakia kazi njema. Sawa Esther, wewe hapa ni mgeni kweli? Mpaka unashindwa kuingia ndani unamtuma mtu, yani nikufuate nje. Karibu ndani. Vipi, mzima lakini? Uzima wangu hautakusaidia kitu chochote kile. Kwa maana itanisaidia mimi na manufaa yangu, lakini sio wewe. Sasa nakujua vizuri. Ukiwa na tatizo najua na ukiwa sawa nakujua. Hebu jaribu kuniweka wazi, nini kinakusumbua? Unataka kujua mimi kinachonisumbua ni nini? Nakuuliza. Sasa acha masiala bwana. Wewe niambie una tatizo au hauna tatizo? Kwa sababu mimi najua. Ushazoea kuona kwamba sura yangu, macho yangu, ulimi wangu ukizungumza. Sasa leo nimeanza na nitaendelea kuzungumza. Sitoacha. Sasa labda nikwambie kitu kimoja. Ninavyojua mimi au ninavyofahamu mimi, nabii anaona kitu kinachotokea kabla mtu mwingine yoyote hajawahi kukiona. Lakini nakushangaa nabii wewe. Ni nabii wa namna gani ambao ujui acha dharau. Hizo sasa dharau hizo. Umeelewa? Mimi nimetoka ndani huko nimekuja huko niache shughuli zangu. Nakuja hapa na kusikiliza usemi chochote. Sasa mimi nakuelewa vipi unaweza kuongea mambo ya dharau. Okay. Anyway.
inatosha ni kuache tu uendelee na shughuli zako, kwa sababu unaona mimi nakusumbua. Lakini sasa unaenda wapi? Nimekuachia tu nifunge. Lakini mimi noma. Sio hivyo. Wewe anaongea sana taktari nyingi. Ila mimi bao nimetengeneza mwenyewe. Mtetee huyu au nimewachia mcheze. Mtaka nyingi tu mwanzio. Nakwambiaje, hamna vitu kama hivi mwachiane. Mwachiane kwenye mambo hayo. Hapo hizo au njaa. Nakuomba saloni kwa Evariste Mamonya. Njoo na bajaji. Shtuka. Asante Mungu. Zima wewe. Pole. Hebu tuinue kidogo, Yala. Labda naona njaa. Tutakuwa tumuulize kidogo. Dunia ina mengi ndugu zanguni. Dada vipi kulikoni? Dada umekula? Kulikoni dada? Hata hivi tushukuru Mungu kuamka. Vipi tena dada kulikoni? Nikola kwetu ili ndugu zangu. Nzima ni wewe. Dada. Nzima. Tupeleke hospitali.
nikajua uko chumbani kule na kutafuta. Niko hapa. Mama ya vijana. Mimi sijafika huko. Mimi nilikuwa naangalia mahesabu ya jana, nilikuwa nafikia bado ndio naendelea nayo. Nimeshazi print. Zimesha? Martin. Ndio. Mwanangu, mimi nataka kukuambia kitu hiki kimoja. Unafahamu fika kwamba wewe ni babangu. Wewe ndio kila kitu kwangu. Na kuheshimu, na kuthamini, na kujali pia, unalijua hilo. Nafahamu. Lakini kuna kitu kinaniuma sana katika moyo wangu. Hususan nyinyi watoto zangu wawili. Sijajua hapo katikati kuna nini. Nashindwa kabisa kujua kuna nini. Mbona hamna ule upendo, yani ule upendo wa dhati ambao mimi nataka niuone, yani mtu na mdogo wake au kaka na dada, si uone. Muda mwingi mkibaki wenyewe, yani ni kushikana tu mwilini, yani muda wote yani kukasirikiana. Nini tatizo baba? Nini? Mama, kiupande wangu mimi sina tatizo. Na kama unavyoona, Esther ndio wa kwanza kunianza mimi. Kila nalolifanya kwangu linakuwa sio kwake. Nampenda sana dada yangu Esther, lakini yeye hayuko pamoja na mimi. Mama, kwanza unisamehe kama nitoka nikukosea, kwa sababu sipendi kukukwaza. Nakupenda sana mamangu na ninakuheshimu sana. Nalijua hilo. Kwa hiyo ninakuahidi siwezi kukuangusha. Mimi najua kabisa kwamba mwanangu ni mpole, nalielewa. Lakini pamoja na hayo yote, wewe ushajua kwamba wewe ni mtoto wa kike. Kwa nini sasa unamfuatilia? Hata kama atakuchokoza kwa mara 100. Kwa nini usiwe mstamilivu? Ukakaa naye chini kama dada yako, mkayaongea kama watu wazima, mkayamaliza. Kwa nini unashindwa? Ila hali mimi nakuona wewe ni baba kwangu. Nini kinakushinda wewe? Unajua kuna wakati mwingine nakuwa na wasiwasi hata kama nikitoka. Na wazi itakuwaje, hawa watu watakuwa salama kweli? Hiyo ndio hofu yangu. Kwa nini baba unaniangusha? Sawa mama. Mimi huwa napenda sana kukusikiliza. Na sipendi kukaimu maagizo ambayo wewe umeweza kunipa mimi mwanangu. Sawa? Na maandiko yanasema kwamba waheshimuni wazazi wenu wawili. Ni kama Mungu. Sio kama Mungu, ni Mungu wa duniani. Mungu wa duniani. Kwa hiyo siwezi kukaimu hilo mama. Kwa hiyo mimi nampenda sana dada yangu Esther na hutosikia nimegombana naye tena. Sitaki kuongea kama nimefurahi sasa. Lakini nikwambie kitu. Nakupa dakika chache tu, chagua zawadi unayotaka. Na hesabu kwa haraka unashindwa kuongea chochote hapo. Umeshindwa kwa hiyo. Twende na gari. Esther. Samahani kwa kukusumbua. Kilichonileta ni kitu kimoja tu. Kisha nitakuacha uendelee kulala. Esther, kwa sasa hivi umekuwa ueleweki hapa shuleni. Walimu hawakuelewi, wanafunzi pia hatukuelewi. Kwa hiyo umekuwa ni mtu ambaye umebadilika ghafla sana. Naomba uweze kunieleza nini ambacho kinakusumbua. Kwa sababu hata walimu wanafikia hatua ya kunipa mimi jukumu la kuzungumza na wewe ingawa mimi ni mvulana. Kuna tatizo wameliona. Dani. Nani aliyekwambia kwamba usiku mmoja hauozeshi nyama? Na kulukaluka kwa maharage ndio kuiva kwake. Naomba utambue kitu kimoja. Mtu mzima anaweza kuwa kilema, lakini kilema hawezi kutembea.
mtu mzima anaweza kuwa kilema, lakini kilema kutembea. Unamaanisha nini kuongea hivyo? Nini maana yako hasa ya kusema maneno yako ambayo unayazungumza? Kwa sababu bado umeniweka ndani ya boksi. Nahitaji uweze kunifafanulia na kuweza kuelewa. Nimekuja hapa kwa ajili ya Shut up! Unaongea kitu gani wewe? Labda nikwambie vitu ambavyo huvijui. Wakati mwingine unaweza ukaniona labda mimi mwehu, chizi. Lakini lazima ufahamu. Na lazima ujue kwa nini mimi nakuwa hivi. Sawa? Nataka kujua. Yes. Naona unanihubiria sana ngonjera zako. Unaongea sana. Sana. Mimi sihitaji hizo ngonjera zako. Nakaa utambue kwamba katika haya mauaji na wewe utahusika. Mauaji? Mauaji yanahusu nini? Na unamuua nani? Esther, sikiliza. Nisikilize basi. Nisikilize. Umeona? Nikiongea naonekana mimi labda sijui ndo sina adabu, sina heshima. Jamii yote mimi, sikiza nikwambie kitu kimoja. Naomba urudishe vitu vyangu vyote ambavyo mimi nimeviweka hapa. Please nakuomba. Unapoongea na mimi, kwanza sikiza mimi. Naomba urudishe vitu vyangu vyote. Usifanye ndo tembo, kujifanya wewe ndo kila kitu, wewe ndo unaweza, wewe ndo namna gani vipi? Haya, amua chochote ambacho unataka kufanya. Martin. Nini? Martin spendi. Kwanza sasa hivi sikuheshimu, sikuogopi na unifanye lolote. Haya. Haya, fanya unachokitaka. Safari hii ni bao. Subutu. Hebu jaribu kunipiga hilo bao lako.
Jaribu. Unajua wewe mtu akikuheshimu jaribu naye kumheshimu, sawa? Mimi ninaweza nikakufanya chochote kile na usifanye chochote. Ndio ujaribu. Na kuuliza kama mimi ni mwanaume, naweza nikafanya jambo. Haya ndio ujaribu sasa. Jaribu. Si ndio Martin. Oho, unijui wewe. Sasa subiri. Janga sana. Mtu alimheshimu ulipo tu. Fanya yeye na mdomo. Hii ndo mkubwa. Una nini siku hizi lakini wewe? Unaumwa? Toka! 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 Jenzi wewe! Hebu konibisha wewe! Wewe! Hivi unanisikia unisikii wewe? Wewe ingia ndani, wewe ingia ndani. Nataka uniambie, wewe una matatizo gani? Kwa sababu kila kukicha huko ndani ni mashtaka ni ya kwako tu. Nilikuwa nakutegemea kwamba wewe ni mkubwa ukae umuongoze mdogo wako, lakini kwamba wewe ndio unashiriki kwa mbele kabisa kwa kumvuruga. Ndio nini? Kaa ukijua kwamba kila unapoona usiku juu unakuwa. Bora babako kayaona. Bora alivyoongea. Maana kila siku mimi nazungumzia swala hilo moja. Sasa hapo mtapambana wenyewe. Basi moto. Nadhani unanijua. Tena unanijua vizuri sana. Unataka turudie enzi zetu zile zile? Takukung'uta. Tena takukung'uta aswa. Mtu gani usiokuwa na akili wewe? Kwa unataka tuanze kukumbushana kwamba wewe ni mkubwa kwa viboko, si ndio? Sasa rudia tena ndio utanijua kwamba mimi ni nani. Baba. Anakuita. Naomba unisamehe. Kwa unafanya makusudi ili nikusamehe. Si ndio? Baba. Baba. Lakini baba Esther. Wakati mwingine najisi ni mkosefu kila siku. Mimi sijaelewi nikuwa hivi. Sielewi kwa nini nimekuwa hivi. Kila siku mashtaka kwangu tu mama. Kila siku kwangu. Natamani niishi na amani. Natamani niwe nacheka na furaha kila siku. Mimi nilitegemea ulipokuwa umeniita hapa nilitegemea kukuta watu tukifanya discussion. Now nilitegemea kwamba tutakuwa tukijiandaa na mtihani ambao unatukabili. Sasa umeniita hapa sikuelewi. Umekaa unakuuliza usemi, umekasirika. Sasa mimi nakuelewa nini?
Unajua siku hizi sasa mimi sikuelewi kabisa. Sielewi nini kinakusumbua. Chagua basi sehemu ambayo unataka sisi tuende. Wewe si ndio umeniambia nije hapa? Na wewe si ndio umesema kwamba unataka kuzungumza na mimi? Mama, habari mpya leo una? Maana nishazoea mapya kutoka kwako. Sasa hivi umekuwa mtu wa vituko. Yaani sijui umekuaje? Daniel, nimekuja hapa kwa ajili ya tatizo. Na hakuna mtu ambao wa kusolve tatizo hilo isipokuwa ni wewe peke yako. Nahitaji unisaidie. Msaada wangu ni wewe Daniel. Lakini nakuja hapa unaanza kunishautia. Basi na mimi nikianza kuongea tutasikilizana. Esther, tusifanyeni watoto. Embu wakati mwingine jaribu kuokoa muda basi. Huu muda ambao tumekaa hapa watu wengine wanafanya discussion huko wanasoma. Sisi tunakaa hapa tunapoteza muda tu. Naomba uweze kuniambia nini ambacho kinakusibu. Sawa. Daniel, na ujauzito wa mwezi 1.5. Na msaada wangu ni wewe. Hakuna mtu atakayeweza kunisaidia zaidi yako. Leo umeamua kuja na habari mpya. Makubwa. Vile vituko vya kunitukana, vya kuwa mkali, kuumiza watu, kujibu watu vibaya, imekuwa kwamba sasa hivi umekuja na habari mpya sasa. Tunaanza kujadili habari mpya sasa. Esther, wakati mwingine hem jaribu kuwa serious. Tunapojadili vitu, ongea vitu ambavyo ni serious. Usiongee vitu kwa sababu tu unajisikia kusema. Tuongee vitu ambavyo vinaweza vikatusaidia. Wewe hizo habari unazitoa wapi? Daniel, utanisaidia unisaidie? Kuwa serious. Naomba uwe serious. Mimi nishakutania hata siku moja. Unafanya utani? Mimi nikutanie wewe? Unatania. Daniel. Ndio unatania. Naomba unielewe. Mimi sikuja hapa kwa ajili ya kulumbana. Nishakwambia ugomvi, malumbano mimi na wewe yalishakwisha. Sasa hivi tuangalie tunaweza kusolve vipi hili tatizo. Sio tunaanza kugombana tu na mimi nikianza kugombana hapa. Basi tusimame kila mtu aongee. Esther, tuache utani. Ni kweli una mimba? Esther, una mimba? Esther, una mimba? Okay, anyway. Tusichukue maamuzi yoyote kwa sasa. Kwa sababu siamini kuamua katika kupanic na pia siamini kuamua katika hasira. Naomba tuweze kutoa muda kidogo. Kwa sababu hili jambo ni jambo zito. Na ni jambo ambalo limekuja ghafla. Sawa, kwa sababu nimeona umekuja kunieleza tatizo na pia umeshatoa suluhu ya hilo tatizo lako. Lakini mimi naomba usichukue maamuzi ya haraka. Tusubiri kwanza. Nipe nafasi mimi niweze kwenda nyumbani. Nikapate muda nifikirie kwa sababu ni kitu ambacho kiukweli kimenichanganya. Nipate muda wa kufikiria. Esther, si unafahamu tunataka tuingie kwenye mitihani. Si unafahamu kwamba tunatakiwa tusome. Si unafahamu kwamba come on. Okay. Naomba tupate muda wa kufikiria kwanza. Daniel, una akili timamu kweli? Daniel, una akili timamu? Ni nani msaada wangu mimi pasipokuwa wewe? Nani anaweza kunisaidia tatizo langu zaidi yako wewe? Daniel, muangalia maisha yangu. Angalia mzunguko wa maisha yangu Daniel. Nitamweleza nini baba yangu mimi? Nitamwambia nini mama? Hebu angalia jinsi nilivyokuwa naishi na wanafunzi wenzangu. Nilikuwa kipaumbele katika kuelimisha. Usifanye hivi. Huko mnapokwenda sio. Lakini mimi leo ndo mfano.
Mimi leo ndo kichochezi Daniel. Nani atakayenielewa nikiwa na tumbo mbele? Nani anayeweza kunielewa Daniel nikiwa na tumbo mbele? Msaada wangu ni wewe Daniel. Angalia jinsi wanafunzi walivyokuwa wakiniita. Wakati mwingine wananiita mama mchungaji. Wakati mwingine wananiita mwinjilisti. Wengine wananiambia unatuhubiria. Niko wapi jina sasa Daniel? Niko wapi jina? Nimepoteza malengo mimi. Nimepoteza mwelekeo wa maisha yangu. Nitamwambia nini yule baba? Nitamwambia nini? Nitamwambia nini? Siwezi. Siwezi Daniel. Daniel. Kama unahitaji maisha yangu, kama unahitaji niendelee na elimu yangu, natamani na mimi nifike form 6. Sihitaji kupoteza lengo la maisha yangu. Bali nahitaji kuendelea kusoma Daniel. Babangu alinisaidia kwa kila kitu. Ile nilichokuwa nahitaji baba alinipa. Daniel wewe. Daniel wewe. Namwambia nini baba? Daniel nisaidie. Naomba unisaidie Daniel. Naomba usilie baba, nisaidie mimi. Nahitaji elimu. Nahitaji kusoma na mimi. Nahitaji kusoma Daniel. Nahitaji kusoma. Esther. Nakuelewa Esther, nakuelewa. Esther, naelewa maumivu ambayo unayapata, naelewa kwa sababu kipindi hiki ni kipindi ambacho tunatakiwa tuwe makini sana na kusoma kwa sababu mitihani imekaribia. Kwa hiyo hili swali limekuja kwetu kama surprise. Naomba tuweze kupata muda. Mimi niende nyumbani niangalie nini cha kufanya. Najua mama ni vigumu sana kunielewa. Sana. Lakini nitajitahidi kwa kadri niwezavyo ili aweze kunielewa. Tuone namna gani naweza tukatatua hili tatizo. Kuliko kuchukua maamuzi ambayo kama hayo wewe ambao unafikiria. Naamini kwamba yanaweza yakatutesa baadaye. Yakaharibu system nzima ya maisha yetu. Kwa sababu wewe hatujawahi kuwa na experience ya kufanya hiko kitu ambacho unataka kufanya wewe. Anyway, tukaenda ukatoa ukapata madhara makubwa zaidi. Tunafanya nini sisi? Fikiria mara mbili kila ambacho unataka kukifanya. Hebu ukifikiria kwa undani. Tutakuwa tumepoteza dira. Sawa, naomba unisikilize Esther, naomba unisikilize. Kama nilivyokuambia, naomba unipe nafasi. Unipe muda kufikiria ili niweze kuona namna gani naweza kukalitatua hili swali. Sawa, naomba uweze kunipa nafasi. Mimi naamini kwamba tutapata mwafaka mzuri. Na pia nitajitahidi kwa kadri niwezavyo tuweze kulitatua hili swali. Ninaamini kwamba tutafika mwafaka. Kwa sababu kama tuliweza kuamua kufanya mahusiano na pia hili limetokea kwa bahati mbaya, na mimi tutapata mwafaka mzuri. Tafadhali. Apatikane. Apatikane. Atakuwa ameenda wapi lakini? Apatikane. Fina. Wewe lazima utakuwa unajua wewe. Mimi sifahamu chochote kile dada. Mimi ningekuwa nafahamu ningekwambia. Najua lazima utanilaumu tu lakini sifahamu chochote. Wewe unajua kwa sababu ile mpango yote mnakuwa wote. Mfano unajua kiasi gani naumia kuhusu mtoto wangu? Nimekwambia
dada sifahamu chochote. Unanilaumu tu bure. Mimi sifahamu chochote. Kiukweli siku zote akiondoka waga ananiaga, lakini leo hajaniaga. Mimi sijui chochote. Hebu jaribu tena. Shikamoo. Baba yangu. Sija. Bani. Ulikuwa wapi? Nilikuwa nimeenda kwenye mazoezi. Mwalimu wa kinanda leo alikuwa anatufundisha kii mpya. Sitaki mambo ya uongo. Daniel, kila siku naenda kwenye mazoezi na unarudi hapa kabla ya saa 12. Leo unaenda mazoezi gani? Hebu angalia umuda ni saa ngapi sasa? Ulikuwa unafanya mazoezi gani? Ya jogging? Halafu tatizo lingine, nasikia hapa nyumbani kuja hapo. Mama, naomba unisamehe. Sirudi tena, nimekosea. Sipendi uwe na tabia za ajabu ajabu. Sawa? Unapoondoka hapa nyumbani, naomba umuage wako mdogo. Uwage hapa nyumbani, kusudi hata kama ukiwa na tatizo, mtu ajue ni wapi pa kutafuta. Sawa? Sawa mama. Usijione mkubwa. Bado ni urefu tu mwili wako. Bado mdogo kabisa mwanangu Daniel. Umenisikia? Sawa mama, nimekusikia. Nakutakia usiku mwema. Mnaenda kuelezana leo, sio? Tatizo nini? Mama mdogo. Nimeharibu vibaya. Umeharibu? Yaani nimeharibu mama mdogo, nimeharibu. Umeachwa nini? Bora ningeachwa mama mdogo. Ni bora ningeachwa. Lakini cha kusikitisha, mama mdogo, Esther ni mjamzito. Hata mimi mwenyewe pia imenichanganya. Kiukweli imenichanganya, imenisurprise na vitu vingi vimeweza kuwa upside down. Sijui naanzia wapi. Daniel, kwani umeamua kufanya jambo la kipumbavu kama hili? Mimi nilikuwa nakuona ni mtu mwenye akili zako timamu. Na sikutegemea hata siku moja kama unaweza ukafanya ujinga kama huu. Mdogo, ongea taratibu mdogo. Niache nizungumze. Daniel, mara nyingi nilikuwa nikikwambia mshika mbili moja unaoka. Unaanzaje kujihusisha mapenzi na masomo? Unajua ni jinsi gani dada yangu anavyohangaika,
Amehangaika huku na huku. Anatafuta pesa ili mradi wewe mwanae usome. Leo unaenda kufanya ujinga, unampa mtoto watu ujauzito. Unategemea itakuwaje? Mdogo na ukiongea kwa sauti mama atasikia. Mwache asikie. Daniel umefanya vitu vya kijinga. Tena nilikuwa na kuheshimu na kupenda kama mwanangu. Lakini kwa hili ndogo, punguza sauti. Mama hajalala. Unajua kabisa pale ana hasira zake. Anasikia tunachokiongea hapa itaanza kuwa vurumai usiku huu sasa mama mdogo. Hivi jambo unalichukuliaje? Na toka mama yako alivyokulia hajawahi kukutandika makofi. Lakini kwa hili lazima nitakupasua kichwa. Na naweza kila kitu. Subiri mama mdogo. Sasa wewe ndo kunisaidia mimi. Na isitoshe ishafika kwenye hali mbaya. Esther anafikia hatua anataka ile mimba aitoe. Atoe. Mwambie asitoe ujauzito, ni hatari. Sawa? Sisi uwezo wa kumlea tunao. Kwa hiyo mwambie ujauzito auache, sisi tutamchukua ule mtoto tutamlea. Na isitoshe siku hizi ni tofauti na zamani. Mwanafunzi ana uwezo wa kupata ujauzito na kisha akakaa nyumbani. Akijifungua anarudia masomo yake. Kwa hiyo mwambie Esther swala la kutoa mimba asitoe mimba. Na lakini lazima nimwambie dada kila kitu. Sikiza mama mdogo. Daniel, ndio kuwa makini sana katika masomo. Kama vile hapa shuleni kesi tunakubalika kwa sababu walimu wanakubali sana kwa tabia zako nzuri. Kwa hiyo naomba jitahidi uendelee nazo hivyo. Sawa? Sawa mwalimu. Mimi nakuahidi nitafanya vile ambavyo nilipaswa kufanya. Na nitajitahidi kuweza kufanya vizuri mwalimu. Basi jitahidi zaidi ili uendelee na juu chuo kikuu, si ndio? Ndio mwalimu. Alafu naona wanawake huwa wanakufuatilia sana. Hebu jaribu kujiepusha. Kuwa nao makini sana. Binadamu na majaribu hayana budi kuja, lakini nitajitahidi kadri niwezavyo ili niweze kuyashinda majaribu. Jitahidi kwamba Mungu kama kawaida yako jinsi. Sawa? Sawa mwalimu, nitajitahidi kufanya hivyo. Basi sawa, mimi acha nielekee mezalani. Asante mwalimu. Asante sana mwalimu. Jitahidi kuwa kawaida basi. Nimeshaongea na mama mdogo na amesema kwamba atajitahidi kwa kadri ya uwezo wake kuweza kuongea na mama. Nafikiri mama atatuelewa na kisha tutakuja nyumbani tuweze kuyamaliza yote. Fanya mtihani yake. Kwa sababu kama sema jiwe Sikiza nikwambie kitu. Nitawezaje kuingia darasani nikiwa na hili tumbo mbele? Nitawezaje? Sikia. Sihitaji kuona hili tumbo. Sihitaji. Na naomba nikwambie kitu. Susan. Mama. Sasa vipi hali? Basi mimi ndo naenda kukusanya, alafu baadaye tutafanya assignment yetu kwa Esther, kama nilivyokuambia. Huyu mbona kama hayuko sawa? Una tatizo gani? Mbona unalia?
nakwambia kama maana leo umeshinda umeshinda kwa umegoma kuchukua breki ndio hapo ndio rafiki yangu, mwezi huu magonjwa yamekuandama sana, kila kukicha unauma. Yaani magonjwa yamekuandama sana mama mtumishi maskini. Pole. Susan, ukitaka tuendelee kugombana mimi na wewe au ukitaka tugombane mimi na wewe tusielewane, endelea kuniita hilo jina. Wewe endelea tu. Esther. Ingia. Ongea na mama. Namwambia kila kitu, lakini Fina. Fina. Wewe Fina. unaniita kwa sauti, utasema sio niko nyumba 10. Hebu niletee juisi. Unajua wewe ukishaingia kule chumbani kwako unakuwa kama kiziwi hivi. Sasa nakwambia hivi, leo mimi siondoki. Niko hapa hapa. Chakula nitakula hapa. Na ndio raha ya kuwa na mdogo wangu. Na mimi nachoka dada. Mikazi yote humu ndani naifanya mimi. Nipike, nifue, nideki humu ndani. Basi hata siku moja moja na wewe siku ambazo unaweza kuwepo nyumbani unanisaidia, angalau unaingia hata jikoni unapika. Nachoka bwana. Unasemaje Fena? Yaani umefikia hatua ya kuzungumza maneno ya ajabu kama hayo? Sikiliza. Wewe umeshasoma mpaka chuo. Sasa naomba ukatafute kazi. Nimechoka kukaa na mtu kama wewe. Nimeshakusaidia sana. Kila siku naniomba kila siku. Sasa nahitaji upate hiyo kazi. Niondokane na haya matatizo madogo madogo. Wewe vipi wewe? Mungu atajibu maombi. Ipo siku na mimi nitapata kazi. Utapata? Ila kuna jambo nilikuwa naomba tuzungumze. Nimeshajua, hamna lingine. Hapo ni kuomba pesa tu. Nimeshachoka kukupa pesa. Ina maana miaka yote hii mimi nakupa pesa tu. Hivi kwa nini upate hiyo kazi huyo? Kwa hiyo dada, mimi na wewe hatuwezi kuzungumza jambo lolote zaidi ya kuomba pesa. Kwa hiyo kila anapokuomba mimi na wewe tuzungumze, unajua nataka pesa. Kwa hiyo ndani mimi nishakuomba omba. Wewe ni dada yangu. Kwa hiyo kuna masuala mengine yanatakiwa mimi na wewe tukae tuzungumze kiundugu. Kama kuna jambo zito limetokea, wewe kama mkubwa wangu inatakiwa tukae chini tushauriane kwamba kuna hili, kuna hili, kuna hili. Kwa hiyo sio kila anapotaka kukuambia kitu basi ukajua na kuomba hela. Kuna vitu vingine vya msingi natakiwa tukae tuzungumze. Wewe unafikiri kama kuna jambo zito, mimi nitamweleza na. Wewe ndio kama mzazi, wewe ndio mkubwa.
Dokta, sio kila kitu tunachukua naongea nafikiri sio naomba hela. Nasema haya ongea. Lakini kama ni swala la pesa sina hata shilingi 10 nyumba. Sikiza nikwambie dada. Wewe ni dada yangu, wewe ndo kama mzazi wangu. Sawa? Kuna vitu vingine vya msingi natakiwa mimi na wewe tukae chini tuzungumze kiundugu. Sio kila wakati unahisi kwamba mtu anakuomba hela. Alafu kuna vitu vigumu au kuna mambo mazito ambayo mimi kama mdogo wako nahitaji nikae na wewe tuzungumze. Unishauri kwamba kuna hili, kuna hili, kuna hili. Sawa? Lakini ukiwa mkali mimi nitakuwa nashindwa kukuambia mambo mengine. Unanielewa? Labda tu nikwambie kitu kimoja kwamba kuna jambo ambalo ni zito. Mbona unanizunguka wewe Fina? Hebu naomba uzungumze hicho unachotaka kuzungumza. Ila kwanza ningetanguliza samahani kwa kile ambacho nitachokueleza. Kinachotakiwa ni kuwa jasiri na kupokea maneno ambayo nitakuambia. Sawa? Na siku zote wanasema kwamba mtoto akijisaidia katika kiganja huwezi kukata mkono, bali utauosha na kisha utaendelea kuutumia. Na wakasema kwamba mzazi auwe. Na ukiona mzazi anaoa basi ujue ni mchawi. Lakini dada yangu wewe najua uko na Bwana. Kwa hiyo roho hiyo hauna. Unaweza ukanisikiza kwa kile ambacho nitachokueleza. Fina. Unamaanisha nini hayo maneno? Kiukweli Daniel mimi nilishamwambia. Daniel mimi nimemwambia. Daniel usifanye hivi, hakutaka kunisikia. Daniel usipite njia hii, pita njia hii, lakini hakutaka kunisikia. Mambo gani bwana? Daniel amempa mtoto wake ujauzito. Nasemaje? Hebu naomba urudie hilo neno. Daniel amempa mtoto wake ujauzito. Yaani huo ndio ujinga mliokuwa mnafanya, sio? Wewe na mwenzio, sio? Mimi wala sijamfundisha hivyo. Ina maana kipindi chote hiki mlikuwa mnanizunguka mimi tu. Ndio mnashauriana mambo ya kipumbavu kama haya. Nakuuliza wewe ndio ulikuwa unamshauri hivi. Pumbavu mkubwa. Sasa nakutuma wewe. Unanielewa? Yes, na anajana kidume huko ndani. Ameshajiona kuwa mtu mzima sasa hivi wa kuweka watu mimba. Sasa mueleze wewe hapo, mueleze. Mwambie hayo majanga aliyokuwa nayo aliyoyachokoza huko. Atayatuza mwenyewe. Pumbavu mkubwa yule. Pamoja na mwenyewe. Tena hataki hata kukuona. Na amesema tusimshirikishe kwa kitu chochote kile. Sasa mdogo mimi nakutegemea wewe afu. Mbona unaonyesha msaada wowote sasa hapo? Mdogo umeshindwa hata kumuelewesha akaweza kuelewa katika hali ya kawaida. Dani, usifanye hivyo. Unataka kwenda wapi? Nataka kwenda kwa Nandoni. Dani. Usifanye hivyo. Sawa? Fina. Nakuja. Wewe anakwenda wewe. Fina. Nakuja sister. Tangulia wewe ukasoma. Tangulia wewe. Kwani usitangulie mimi nakuja. Tuondoke wote. Tuende wote. Daniel. Nitakuwa siendi ujue. Basi okay, twende. Dokta, naomba msaidie. Wena msaada wangu wa mwisho. Nimejaribu kutafuta ushauri kwa watu ili waweze kunisaidia, lakini wameshindwa. Ndio maana nimeamua kuja kwako dokta. Sina mtu kunisaidia zaidi yako. Naomba unisaidie. Nisaidie.
Anyway, umeniambia unaitwa nani? Esther. Esther. Una miaka mingapi? 21. 21. Anyways, naomba niulize. Umeshauriana na baba wa mtoto? Amekubali. Kwa nini hujaja naye? Yuko shule. Mwanafunzi mwenzako. Hajakubali, angekubali ungefuatana naye. Sawa? Sikiza sasa nikushauri kitu. Sikukatalii kwa vile tunahisi unaweza usimudu gharama au vitu vingine. Sawa? Na kukatalia kwa sababu kwanza ni kazi yangu. Sawa? Kazi yangu hainiruhusu kabisa, iko ndio kiapo changu katika kazi. Alafu unachotafuta wewe sasa hivi utoe haiwezi kupa solution kabisa hata mara moja. Mfano mzuri mimi. Toka tuanze kutafuta mtoto mimi na mke wangu sasa hivi ni mwaka wa 4. Tunatafuta tunakosa kabisa mtoto. Lakini dokta. Dokta. Familia yangu ni hatari sana. Babangu ni mkali. Mwangalia wametupa gharama zao ngapi kuweza kunisaidia mimi kupata elimu. Ukiachana na hapo, shule nimendo kila kitu. Katika kuwaongoza wanafunzi wenzangu njia iliyonyooka. Lakini mimi leo narudi na tumbo mbele katika familia yangu. Esther, naelewa sana swala la wazazi. Naelewa swala la gharama, naelewa kila kitu. Kwa sababu nimepitia. Nimepitia kwa sababu nimekutana na watu ambao wamepata changamoto kama hizo. Nimepitia kwa sababu nimeshawahi kuona wanafunzi wenzangu wengi sana wamepata kitu kama hicho. Leo hii unaweza kukaa ukafikiria juu ya gharama ambazo wazazi wameingia, juu ya vile ambavyo walikuwa wanakutegemea wazazi au wanakutegemea wazazi, au hata perception ya wanafunzi au hata walimu wako kwamba wewe ni mtu wa namna gani. Lakini Esther, tunaongelea afya yako wewe. Ukisema leo utoe mimba katika umri huo, unahatarisha kwanza maisha yako wewe mwenyewe, alafu vile vile una chance ya zaidi ya 90% ya baadaye kutoweza kupata kabisa mtoto. Sasa hauwezi leo hii ukafikia maamuzi ambayo baadaye yatakukosti katika maisha yako. Ina maana dokta umeshindwa kusaidia. Sio kama nimeshindwa kusaidia. Rudi nyuma na kushauri. Jaribu kushirikisha hata wazazi, wanaweza wakawa hata na mawazo mazuri sana, ukapata majibu mazuri, ukapata faraja, ukapata na kila kitu zaidi au hata mara 100 ambavyo unafikiria. Leo hii unavohangaika kutoa mimba kwa sababu ziko kesi ambazo zinaeleweka za hiyo mimba itolewe. Lakini ni mpaka pande zote mbili za mwanamke na mwanaume zikae pamoja. Alafu pia baada ya kudiskasi na wakapata hilo jibu, ni lazima washirikishe wataalamu wajue kweli hiyo ni kesi ambayo itahatarisha maisha ya mama. Na zipo kesi nyingine ambazo maisha ya mama yanaonekana yako hatarini, lakini kutokana na mapenzi ya mama aliyokuwepo, wengi wanakubali waingie kifo kwa ajili tu ya ibaki kopi yao duniani. Kwa ndio maana ninakwambia lazima mjipange, sio kitu cha kukurupuka kabisa. Nachokuomba tu sasa hivi, fanya kile unavyoweza. Wewe uondoke, shirikisha wazazi, shirikisha watu wote, mnaweza mkapata solution. Sawa eh? Nataka niwaambie leo mnielewe tena mnisikilize kwa makini sana. Nyinyi wenyewe labda mnaweza mkaona hivi mnavyoongea au mnazungumza mnaona ufahari sana kwenu. Lakini kumbukeni na nyinyi ni binadamu. Na nyinyi ni wanawake. Mkitoka huko nje huko, wanaume wanawatamani sana na wanawapenda sana the way mlivyokuwa mmevaa uniform zenu. Lakini hapo hapo naomba mnisikilize.
Maneno yangu yanaweza yakawa mabaya, lakini naweza kawaingia katika akili zenu mkajua baadaye ni nini faida yake. Lakini vile vile watu wanasema kwamba mpende jirani yako kama unavyopenda nafsi yako, kwa maana walikuwa na maana kubwa sana. Nije kwenye swala zima la mimba, hii ni huzuni na sio ya kufurahia hii. Mungu alisema ole wake yule ataithubutu kutoa ujauzito ambao niliweka tumboni kwa mwanadamu, kwa maana hukumu yake haitokwisha leo au kesho. Ina maana kama ameweza kubeba madhambi makubwa sana, hayatofutika. Mimi nilitegemea kwamba mnaweza mkaongelea vitu vya kumjenga au vya kumfanya Judith aonekane mtu mbele za watu, lakini sio kumponda, kwa maana haina faida. Labda niwaambie kitu. Vipi Daniel amekuta? Ametoka. Ameenda. Karibu. Mimi si nimekwambia kama nikukute huko. Kitu gani ambacho kimekutoa? Sikiliza, so kila kitu paka mtu ajue. Na mdogo utamfanya paka leo kinachoendelea. Tafadhali naomba uweze kutumia akili basi. Tufike wakati tu watu wazima basi. Mambo mengine hayo yanakuwa hawezi kutusaidia. Nisikize nikwambie kitu Daniel. Nilichokuja hapa ni kitu kimoja tu. Kwa ajili ya nini? Ina maana ujue? Kama ni kwa ajili ya msimamo wako ambao ulinieleza mwanzo. Daniel, naomba unisikize kwa makini sana. Sihitaji kusikiza ngonjera zako. Na sihitaji kusikia mahubiri yako. Nilichokijia hapa wewe unakifahamu. Na sio vinginevyo. Nipe kile ambacho tumeahidiana mimi na wewe. Esther, vitu vingine lazima utumie akili na busara. Mimi nimejaribu kukaa na mamangu nikamueleza hali halisi, kwa sababu mficha maradhi kifo muumbua. Mimi nimejaribu kumueleza kadri nilivyoweza na ameweza kunielewa. Tunahitaji kuja nyumbani kwenu ili tuweze kuweka mambo sawa. Hebu jaribu kumueleza basi hata mama. Wewe unaongea nini wewe Daniel? Una akili timamu kweli? Yes. Sikiliza nikwambie. Daniel, sihitaji kugombana na wewe. Na sihitaji hapa kwenu wanisikie sauti yangu. Sawa? Nipe tulichoelewana mimi niondoke sana. Na kama utaki, nitakupigia kelele. Sio ndani tu, hata huko nje watasikia. Esther, mimi siko tayari kabisa. Kwa sababu nikikuangalia naona mtu ambaye unataka kuniletea habari za Yuda na Onan. Yuda na Onan? Ndio. Unamaanisha nini? Yuda aliwahi kumwambia Onan kwamba atembee na mke wa kaka yake ili aweze kumpatia uzao. Lakini Onan alipotembea na mke wa kaka yake, walipokuwa katika kufanya tendo la ndoa,
Wakati wa kutoa mbegu, Onan aliona wivu kumpatia uzao kaka yake, akaamua kumwaga chini. Hatimaye akamua. Unataka mimi niwe kama Onan? Sawa. Na mimi naweza nikasema kwamba nakuletea habari za Yuda na Onan. Na nitaendelea kukuletea habari za Yuda na Onan. Kama usipofuata kile kitu ambacho mimi na wewe tulipangiliana. Jambo langu ni moja tu. Fanya yale makubaliano yetu. Siko tayari. Hauko tayari? Siko tayari. Sasa mimi nafanya maamuzi yangu. Wewe si hauko tayari? Kitakachotokea tusije kulaumiana. Njoo kwanza, njoo. Father, nakuomba. Jaribu kufikiria mara mbili kwa sababu hicho kitu ambacho unafikiria kukifanya ni kitu ambacho kina madhara. Kelele wewe. Subiri. Bwana wewe subiri kwanza. Taja. Nini? Okay, sawa. Okay. Sawa, sasa wewe usimwambie chochote mpaka mimi nifanye nini nimjulishe. Okay, bye. Jika pesa. Wewe na usiletee posi na wewe naye. Unakuja kama vile umeitwa na mkeo, wewe mpuuzi nini wewe? Ukuta masaa yote haya. Esther iko wapi? Ametoka. Muda mrefu? Sio muda mrefu na aliahidi kuwepo rudi. Njoo hapa. Njoo huku bwana wewe. Rudi. Mrembo wangu. Nani mtumishi? Nani mtumishi nakuuliza? Nani mtumishi nakuuliza? Pumbavu zako wewe. Shenzi na utanitambua na kwambia. Pumbavu mkubwa wewe. Wewe nyoko wewe. Wewe shenzi wewe nisikilize kwanza. Wewe. Hello. Shenzi. Apokee. Imepokelewa lakini sio yeye. Aliyepokea ni mama yake. Tena kaongea kwa ukali kweli afu ndio nikajua kila kitu. Hapa cha msingi hapa ni kukimbia maana hapa dakika mbili atakuwa shafi. Danieli. Uondoke kwenda wapi? Wewe kitu kidogo tukikitokea unataka kukimbia. Kitu kidogo kikitokea unataka kukimbia. Wewe ni mtoto wa kiume. Inabidi vitu vingine ufanye. Sawa. Na kuhusu mama yake atakuwa hajafahamu. Mimi nawajua wazazi. Right, kama angekuwa amefahamu tungekuwa tumeshamjua. Na mimi sifikiri kwamba marafiki zako wanaweza kukusaliti labda wakaenda kumwambia kila kitu mama yake. Cha msingi kuwa na amani. Maana hajafahamu chochote. Daniel, nisipendi kukuona ukiwa hivyo. Sawa? Yule mama hajafahamu chochote.
Cha msingi Mungu anazidi kutisha. Cha msingi usije ukaiwasha hiyo simu. Sawa. Kwa mvumilivu. So kitu kidogo unakuwa na kitu kidogo utakuja kufuka kesho. Sawa Dani? Mambo ya simu usiwashe. Iache kama ilivyo. Mtu mzima. Sawa baba.
Hata kufikiria angalau kidogo. Baba ufanye maamuzi magumu. Nini? Mdogo. Esther. Amefariki. Daniel, nilikwambia lakini mwanangu, nilikwambia Daniel, usijihusishe mapenzi wakati bado unasoma. Angalia leo Daniel umeleta matatizo. Daniel utafungwa, Daniel utafungwa wewe. Nilikwambia soma kwanza. Achana na Esther. Acha Esther ajisomee mwenyewe. Lakini ukutaka kunisikia. Umesababisha mauaji ya mtoto wa watu lakini. Esther mwenyewe kwa mwenyewe mwenyewe. Daniel unafungwa sasa. Unafungwa mwanako sasa. Daniel unafungwa wewe. Kwa nini lakini ulikuwa unisikii baba? Kwa nini ulikuwa unisikii baba? Daniel unafungwa wewe. Bado mdogo unakuja kumharibia maisha yake, lakini hukutaka kunisikia. Esther. Dani, huwezi kunikimbia kwenda sehemu yoyote, lakini ninakwenda kwa jambo moja. Nenda ukatengeneze maelewano. Ungesubutu kuona mateso tunayoyapata watu tunaotoa uhai wetu wenyewe, basi ungekuwa balozi mzuri sana wa kuelimisha watu. Tukiachana na hayo Dani, nilipelekwa sehemu nzuri sana, nilikutana na watoto wengine wanalia, wengine wananung'unika, wengine walitamani waweze kuongea ili mradi kwa maana walitamani kuwa huru, walitamani kuwa taifa la kesho, lakini tumewaua Dani. Tamani nishishere. Tamani nishishere. Dani.
kwani wewe unaishi wapi? Hapa cha msingi ni sisi wote tushikamane kwa pamoja, twende hadi nyumbani kona na kina Esther, na tukifika kule tuzungumze ukweli wote juu ya Daniel na Esther. Na tukizidi kukaa kimya tutaleta matatizo makubwa, kwa sababu Mungu amesema zungumza ukweli upone. Sisi tunapozidi kukaa kimya tunamsababishia Daniel anapata matatizo makubwa, yatakuja kuwa matatizo makubwa hapa, tutashindwa kushikana dada. Mama, mimi mama nakwambia mimi niko tayari kwa lolote mama. Yaani usifikiri kwamba bwana mimi hii hali mimi naifurahia mama. Tafadhali mama, kwa sababu wakati mwingine nimekuwa Esther alikuwa kinielezea kwamba namna ambavyo anapata shida na alipelekwa sehemu ambayo kuna watoto wanalalamika kuhusiana na kukatishwa uhai wao na wazazi ambao hawapendi. Kwa ninaomba mama tafadhali twende tu nyumbani kwao, kwa sababu hata wazazi wao pia hawajui kama mimi ndio ambaye nimesababisha. Nafikiri hiyo ni sababu. Sina amani, siwezi kusoma, siwezi kufanya chochote nikajisikia na furaha. Kwa hiyo nimeweza kupoteza hata uaminifu wangu. Kiukweli yani sijisikii furaha kama ilivyokuwa zamani. Mama tafadhali naomba tuweze kuungana katika hilo, kwa sababu Nikina mwenyewe hawezi kunielewa. Hawezi kunielewa mama. Dani. Mwanangu, hayo ni mawazo yako tu. Sawa. Ubongo ukulivyo kwenye kueleza. Yaani ubongo jinsi ulivyo, ukiweza kufikiria kitu kwa muda mrefu au kukiwaza siku nzima, unakiwaza hicho tu, ukienda kulala umenisikia? Mimi naona hapa imeshatokea hali cha msingi ni kuacha Mungu, na sisi tuendelee kuomba wanangu, usiseme kifanye hivi. Ni msimamo wangu uko pale pale. Tuendeni tukamwombe mama yake Esther msamaha. Sio, umeelewa? Umeona jana tulivyoenda pale, tumemkuta mama watu ni mtu mwenye huzuni. Anashindwa kufanya kazi zake. Kila wakati amekuwa akimlilia mtoto wake. Sasa wewe unasema kwamba tukae tumuombe Mungu. Biblia inasema kwamba usimuombe msamaha Mungu hali ya kuwa umuone, wakati kuna jirani yako ambaye unamuona na amekukosea hutaki kumuomba msamaha. Kwa nini tusende kuomba msamaha? Twende tukapige magoti tuombe msamaha, tuzungumze ukweli, kwa sababu mama yake Esther mpaka sasa hivi hajui chochote. Hajui mwanae alikuwa na matatizo gani, nani mhusika. Kwa hiyo ni vizuri twende tukazungumze ukweli ili tuweze kuepukana na hili swala. Lakini tukiendelea kukaa kimya dada huko ndani. Hebu kaeni kwa naomba mkae. Chukulia utani. Naomba mkae usichukulie utani. Kweli nakwambia mama, usichukulie utani mama. Sitakuaje Dani? Hebu tulia kwanza. Nisikilize dada. Fina. Kinachohitajika, tunahitajika tuwe na mtu wa kuweza kwenda kule kama vile baba mchungaji. Sawa? Hata tukifika pale watatuelewa. Mmenielewa? Haya yote yameshatokea. Kikubwa zaidi hapa ninachokiomba kwa wewe Daniel, nenda ukapumzike. Kesho asubuhi tutaenda. Sawa? Mmenielewa? Lakini tumeelewa dada, lakini kutokana na hali jinsi ilivyo hatuwezi kulala bila kufanya maombi. Inabidi tufanye maombi ndio tuende tukalale. Sawa, hicho ndio kinachohitajika zaidi.
tulie kwanza. Kaa baba. Nimemuona kwenye kioo kabisa hivi. Nilitazama hivi namuona. Alafu pia hebu tulia kwanza. Sina. Halo? Baba mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Baba, nina tatizo kubwa kweli hapa, naomba unisaidie. Bado mtoto wangu anaweweseka na bado anamtaja yule binti Esther. Sasa hivi hapa katukurukusha. Anasema anamuona hata akiangalia kwenye kioo. Haya. Sawa. Amen. Amen. Sasa umeenda ndani kwangu. Ndio sawa. Twende huko hapo sasa. Ndani. Ninashukuru pia familia hii kwa kutukaribisha wote. Mmetukaribisha familia ya Mama Daniel. Lakini Biblia inasema kabla mjanza lolote lile tunapaswa kuomba. Kwa acha niombe alafu tuone Mungu ashuke na atupe kibali katika yote atakayozungumzwa. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakutukuza kwa sababu wewe ni mwema kwa maisha yetu kila napoitwa leo. Tuko mahali hapa chini ya paa hili. Wewe ni mtakatifu, wewe ni Mungu wa Israeli, hujawahi shindwa. Uligawanya bahari ya Shamu, ulikausha mto Jordan. Hata sasa Mungu unaweza kukausha machungu yaliyo ndani ya mioyo ya watu. Katika jina la Yesu ninakualika Bwana ushuke kama ulivyoahidi ya kwamba walipo watu wawili au watatu wamekutanika kwa jina lako, nawe Mungu utakuwepo katikati yao. Baba, ninakusihi ushuke mahali hapa saa hii. Ushuke Bwana, shuka Bwana, utuongoze Mungu. Kila tutakacho kinena kiende na wewe. Tutakapoongea Bwana mazungumzo yetu ya kutukuza wewe, tunahitaji tuanze na wewe na tumalize na wewe. Bwana, tuatamie katika jina la Yesu. Tukone wewe Mungu, wewe uliye mfalme wa utukufu ujao. Usimame kati yetu sasa katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amen. Kama nilivyosema, ninashukuru sana kwa kutukaribisha ndani ya nyumba hii. Kama nilivyosema, familia Baba Esther, Mama Esther na kwa ujumla sisi, mimi kama mchungaji nimeongozana familia ya kina Daniel. Niko na Mama Daniel. Tumekuja kwa jambo moja tu, kulingana na matukio hapa yaliyotokea hapo nyuma, matatizo yaliyojitokeza. Wote tunajua mmekuwa kwenye wakati mgumu sana, lakini kuna kitu kikubwa sana tangu kifo cha Esther. Daniel kijana wangu amekuwa hana amani, mtu wa kugoweseka, kupata shida. Sasa hivi nataka azungumze kitu kwa ajili yenu. Kuna jambo nataka kuzungumza kwenye familia hii. Kwa kuwa mmetupokea, ninaamini pia mtamsikiliza. Karibu Daniel. Karibu Daniel. Asante baba. Uko tayari kusikiliza familia? Zungumza. Usifiche chochote, ongea kila kitu. Wako tayari kusikiliza. Nashukuru baba mchungaji. Asanteni wazazi wangu. Najua nimekosea sana. Nimetenda kinyume kabisa na vile ambavyo nilitegemea ingeweza kutokea. Nasikitika kusema kuwa kuna siri ambayo ilikuwa inagubika kati yangu mimi na Esther. Mimi na Esther tulikuwa wapenzi. Unaona?
tunaongea tupige chakula kizuri. Jumapili nenda kanisani, Jumapili jioni tutaangalia na kuaje, alafu Jumatatu tunaingia darasani tukiwa changamka. Sawa. Kanisani tuliambiwaje? Mwanamke, mwanaume, hasa wakiwa na mahusiano, wakikaa pamoja kuna kitu kibaya kitatokea. Sasa unataka mimi niende hivi nije kwa. Alafu siku ile uliniumiza kama nini? Nilivumilia tu. Unajua nilifanyaje? Nenda nyumbani. Hapo nataka leo niende tena. Basi tufanye tena kisa. Wewe unataka kuambia na kuna sasa ni waje discuss. Nini? Na sasa ni waje tukiwa wengi si inakuwa safi basi wote. Mimi unajua Esther, napenda sana wanawake ambao ni mwanamke. Napenda mwanamke. Na tena napenda mwanamke ambaye huwa na pia ana msimamo. Yaani kwa kweli napenda sana. Na wewe ni miongoni mwao. Kwa hiyo naelewa kama utanipenda hata kama hujafanya sex. Watu wanatuangalia umezuba. Wewe hapo unanibadilisha. Mbona wewe sasa nitakunyang'anya? Si wewe hapo mambo yako. Sana. Hakuwa nataka nimalize ili baadaye unidai. Nikulipe. Mwanangu subiri kwanza. Utaniumiza kwanza. Baba Esther. Baba Esther ngoja kwanza jamani. Sikiliza kwanza. Unajua mimi nimekisaka maisha yako. Mbona unataka mama? Usifanye hivyo. Utajiumiza mguu mume wangu, hebu jiumbie na wewe. Wewe mchezo wapi? Ngoja kwanza jamani. Baba Esther. Mbona hivi Baba Esther? Mbona hivi? Mtoto mshenzi kabisa. Achia. Hapana. Heshimu. Nisikilize kama mchungaji. Basta unajua nimeingia kama sheria yangu mimi anataka kumbuka. Basi acha. Sikilize pasta kwanza. Sikilize pasta mwanangu. Sikiliza basi kwanza jamani. Acha kwa tu kumbuka nini? Mshenzi kabisa. Baba Esther. Wewe mshenzi wapi? Utajiumiza lakini utajiumiza jamani. Hapana, mambo haya. Hebu kaa chini basi. Mheshimu atawe pasta basi mume wangu. Please, muogope Mungu. Mshenzi. Basi tulia sasa, tulia bwana tayari. Baba Esther, msikilize Mungu. Wakati mwingine tunahitaji kumheshimu Mungu kwa kila jambo. Tunahitaji tumheshimu Mungu. Huyu amekuja kuomba msamaha. Hajaja kutafuta ugomvi, amekuja kuomba msamaha. Na ndivyo Biblia inavyosema tutafute amani. Kwa nini unakuwa mkali hivi? Unataka kumpiga kijana? Msikilize. Msamehe, msikilize. Ni kweli inauma, unajua ni kweli umefiwa. Kila mtu anajua kwamba umefiwa na binti yako. Lakini Mungu anaweza akafanya jambo katika maisha yako. Mungu akareplace eneo lile. Ni kweli inauma, ni mtoto amekufa, lakini huyu kijana ni kama mwanao. Msikilize, msamehe, usifanye hivyo. Mama amekuja na mama yake Daniel. Msikilize. Wanataka kusema nini? Biblia inasema samehe 7 mara 70. Lakini Biblia inasema pia kama Mungu angeliangalia makosa yetu, nani angesimama? Waza mangapi umekosea, Mungu amesamehe. Yesu alikufa msalabani, kaangikwa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Lakini sisi si wenye haki sana. Ndio maana tuko hapa, tunataka amani na msamaha. Mama Daniel anataka kuzungumza. Msikilizeni, msameheni. Daniel ni mtoto wenu. Mama Esther. Mama Daniel, karibu uzungumze. Ndugu zangu, mimi nawaomba tuyamalize haya. Msiba mimi umenigusa sana na nimeumia sana, lakini ni kwamba tulikuwa tumeshika kikombe na kile kikombe
kilikuwa ni cha udongo, na kikombe cha udongo hakiwezi kuhimili vishindo. Matokeo yake kimedondoka na kimepasuka, na hatuwezi kukiokota tena kwenda kukiweka kabatini, na maana tukikiweka kabatini kinaweza kikavuzuru na wengine au kikawakata na wengine. Mimi naomba Mama Esther na Baba Esther, ndugu zangu, naomba turudishe moyo nyuma. Haya yote tumwachie Mwenyezi Mungu. Nimekuja kuwaomba, naomba mnisamehe wazazi wenzangu. Mama, ningependa kusikia neno kutoka kwa Mama Esther. Mama Esther, Mama Daniel anaomba msamaha. Wewe ni mama umeokoka. Hebu jaribu kumsikiliza mama mwenzio anasema nini. Mchungaji, nashindwa kuongea mimi. Siwezi kuongea. Najua umechunga. Najua na utafuta sana uso wa Mungu, najua. Lakini inatuma. Esther ni mtoto wetu, nalijua hilo. Ni binti yetu ameondoka mbichi sana. Tulitamani kuwa naye. Kitu ambacho kinauma ni kwamba aliyesababisha ni mtu ambaye tulikuwa tunamlea kama mtoto wetu. Kibinadamu tu unajisikiaje? Kibinadamu tu kama ungekuwa wewe. Inaniuma jamani. Nafahamu hilo. Najua neno la Mungu anasema kwamba samehe 7 mara 70. Na ni kwa vile tu sisi mimi na mume wangu tunautafuta sana uso wa Mungu. Vinginevyo tusingeweza. Hakuna mtu ambaye anaweza jamani. Sawa. Kwa niaba mume wangu tumewasamehe. Sawa. Asante sana. Biblia inasema ni vizuri ndugu wakikaa kwa pamoja, tena kwa umoja, kwa amani litakaposa. Wacha nimshukuru Mungu kwa kifupi kwa ajili ya moyo wa msamaha. Asante Yesu kwa sababu ya familia hii. Wewe Mungu unatoa unapopenda na unaweka unapopenda. Wamebaki na pengo kubwa kwenye familia, wameondokiwa na mtoto wao. Lakini Bwana, ninaomba chipusha faraja nyingine, wachipushie mtoto. Ikiwa kwa Ibrahimu uliweza kuwapa mtoto, Ibrahimu na Sara wakiwa katika hali ya uzee, naomba Mungu uwape faraja. Walimwona Esa kama mtoto wao wa pekee. Bwana, ninaomba kwa sababu ya familia hii, wape neema, wape faraja, chipusha kitu kipya. Rakataposha ta heria na mama sitokoposa ta. Baba, simama, onekana kwa familia hii, wape amani wote Mungu, moyo wa umoja, na kubariki katika jina la Yesu. Amen. Mahali ni pazuri ndugu wanapoka, wakipatana vema na wakipendana vema na wakipendana, wakipatana vema na wakipendana. Tupatane vema. Twendeni kwa pamoja.
mahali ni pazuri.